Haya, meneja anasimamia kila kitu. Dimitra ametambulishwa kuwa kocha wa meneja wa klabu ya Simba ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Gaborone. Watu wakajiuliza Gaborone ametolewa na Simba, lakini Simba kwa nini wamevutiwa na kocha wao? Una maoni gani? Nafikiri wamevutiwa na Pantev kwa vitendo, sababu ndiye kocha ambaye wametoka kucheza naye kwenye mechi ya awali ya CAF Champions League, na ni kocha ambaye niseme ukweli na Simba wamekubali kwamba wamewahenyesha sana, si ndio? Kwa ni kocha ambaye amewasumbua na wameona kwamba hata kuvuka kwao kulikuwa kuna ugumu. Wameona namna Gaborone United jinsi walivyocheza vizuri, licha ya kuwa Simba ilikuwa na wachezaji wazuri zaidi. Simba ni kubwa, top 5 ya timu za Afrika, lakini nafikiri imevuka kwa shida. Kwa hiyo ni jambo ambalo nafikiri ni sawa, kwa sababu unaweza kusema kwamba kama ingekuwa ni interview, ilikuwa ni interview ya vitendo. Ni kocha ambaye nafikiri kama watafanya naye kazi vizuri anaweza akawatoa hapo wakaenda mbali zaidi. Lakini kingine cha nyongeza ni kwamba sasa hivi kwenye huo mjadala, nafikiri kwenye huo mjadala tungeweza kwenda na swala la kocha anaweza kaisaidia Simba, kwa sababu issue isiwe ni ule mjadala wa exactly kama ni meneja au sio meneja. Labda maana niliongea tena na mmiliki wa Power Media hapa, naye akawa ananiambia hiyo kama inaonekana kama ndio nimekuwa mjadala, lakini mimi ninachoona sasa hivi ni kocha size ya Simba anaweza kaisaidia Simba, kwa sababu kulikuwa kuna makocha, mimi nimewaambia kulikuwa kuna makocha wale wakubwa include wenye level kama ya Micho vile wanataka kupata kazi Simba, lakini siku ya mwisho issue kubwa ilikuwa ni Simba wanamtaka nani, sio wanataka nani ambaye anakuja kutokana na ukubwa wake. Kwa mimi nilivyomuona ni kocha ambaye sio ana mafanikio makubwa, lakini atakuwa ni kocha wa design za kina Fadlu mwenye hamu ya mafanikio. Sasa tuone itakuwaje. Kocha bisho kabisa jembe, matatu kibao nini. Umezungumza hapo issue ya je ataweza kuipeleka Simba kwenye mafanikio anayotaka. Simba amepoteza ubingwa jembe miaka 4, lakini pia bado ana ndoto ya kucheza nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika, lakini safari hii hakuna nafasi ya shirikisho. Ukifungwa au ukitolewa ndio utarudi nyumbani. Bado mpinzani wake Afrika anaendelea kuimarika siku hadi siku. Kwa namna unavyomwona Dimitra anaweza kuwafikisha Simba kwenye nchi ya kwanza tuamini kwamba ni kocha mzuri. Level ya Simba kwake ni level kubwa, lakini kama atapata ushirikiano wa kutosha, mimi ninaamini ana nafasi ya kufanya vizuri, kwa sababu hata Fadlu kuja kuwa kocha mkuu ameanza na Simba. Before alikuwa ni kocha msaidizi, lakini amecheza finali ya CAF Confederation Cup na amepoteza ubingwa kwenye mechi ya mwisho. So ukiangalia huyu pia kama atapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa uongozi wa Simba, wenzake kwenye benchi la ufundi, wachezaji pia, mimi naamini ana nafasi ya kufanya vizuri. Kwenye swala la tatu, sijui ana Heleni, sijui ana nini, kila watu wana utamaduni wao. Kila watu wanaishi wanavyoishi wao, wanavyopenda wao. Hii tumwacheni kama maisha yake binafsi, na tuamini mfano anatoka Ulaya, kitu ambacho kuchora tatu kwa siwi na Heleni sio kitu kibaya, wala sio kitu ambacho kiweza kumfanya mtu akashindwa kazi yake. Nakumbuka kama sikosei Croatia mwekuwa na kocha hivyo ana Heleni, na alikuwa ndo wakifanya vizuri kwa muda mrefu tu. Kwa hiyo tuachie wao na utamaduni yeye na utamaduni wake na maisha yake, maana kesho utasema tena anapiga vipensi. Lakini ndio maisha yake yeye. Kwa hiyo sisi tuangalie kwenye kazi yake na ataisaidia nini Simba kutokana na namna hali walionao, kwa sababu Simba sasa hivi ni timu kubwa ambayo imepoteza vitu vingi sana kwa muda sasa hivi wa misimu 4. Inahitaji kurudisha ubingwa wowote ule mkononi, kwa maana wa kombe la shirikisho au ligi kuu bara. Inahitaji kujitoa kwenye kifungo cha kufungwa na mtani wake sasa hivi mara 6 mfululizo. Ninahitaji kuendelea kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu Simba pamoja na kuyumba huko kote kwenye michuano ya kimataifa walikuwa wanapiga hatua, na tuseme ndio limekuwa tegemeo la Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo hawatakiwi kutoka kujiendeleza. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo mimi ndio nilikuwa naona ilikuwa pressure kubwa kwa Fadlu, mpaka mwenyewe akaamua sasa kushusha mikono chini na kuamua kuangalia kwingine. Sorry kwamba pia Yanga alikuwa anamtaka Dimitra. Wakasema wanaenda kumsubiria Morocco pale, lakini ndege ikachenji Dimitra ndani ya Simba Sports. Kweli Yanga alikuwa wanamtaka kama ni sehemu ya kuchagiza utani? Nimesikia, na mimi nimesikia hivyo kwamba walikuwa wanamtaka na kwamba wakapigwa bao na watani. Inawezekana ndio, inawezekana isiwe sio, kwa sababu watani nao wanaoka tabia
Ukimpata Aziz Ki unasema na fulani alikuwa anamtaka. Ukimpata Pacome unasema na fulani alikuwa anamtaka, si ndio? Na wewe ukimpata kocha unasema na fulani aliyekuwa anamtaka. Hiyo yanawezekana. Kukaa kuna ukweli au sio? Lakini bado kwa kupatikana kwa kocha huyo, kutakwa na Yanga na kupatwa na Simba, inaweza kuwa sio jambo la msingi sana. La msingi uwezo wake wa kazi na ataisaidia vipi Simba. Tumemwona Romain Folz, clip moja kwanza ilienea pale Mbeya, mashabiki hawamtaki kocha. Wamezungumza kabisa hadharani na tumtaki, na Romain Folz anaonekana yuko South Africa. Leo Yanga amefanya mazoezi wakijiandaa na mchezo wa CAF Champions League barani Afrika kule nchini Malawi. Kocha hayupo. Watu wakaanza sasa imekuaje? Huenda ndio Senki wamepewa Romain Folz. Sijui, lakini hebu ngoja tusubiri tuone, kwa sababu kama Yanga hawajasema wamempa thank you, mimi nawezaje nikasema? Ingawa niliona kuna kamjadala fulani, kuna chawa mmoja wa Yanga aliweka hivyo, wachambuzi ndio wasiomtaka kocha, anajiita sijui beki mchawi, chawa wa Yanga. Sasa akawa ameweka hiyo, ndio ameweka, nimeona imeweka. Sasa ni chawa tu. Ndio ni Mzumbe. Basi hata Mzumbe ndio chawa tu. Kwani kwa mimi sina level kumogopa Mzumbe, chawa tu. Kwa sababu unajua ameweka, sasa mimi nikashangaa. Anasema hawa wachambuzi ndio wanaomtetea Folz. Unajua ukiona kwenye mtu wa level ambaye haelewi hoja na kutetea, unaona kuna tatizo. Na bahati mbaya kama ni Mzumbe, nikati niyo wafundisha watu, mimi nasikitika, labda kwa sababu ameingia kwenye hilo grupu tayari naye kaisha haribikiwa. Lakini mimi simtetei Folz. Mimi naongea hoja. Na napoongea hoja kwenye level ya watu, including wale ambao kama nimewahi kuwafundisha mimi, wanapaswa kujibu kwa hoja, sio kutetea. Mimi sina uwezo wa kumtetea apate kazi wala kumtetea akose kazi. Mimi nilikuwa najaribu kusema, na kama unakumbuka kipindi kile tumemzungumzia Folz, maana mimi nilisafiri. Lakini kabla sijasafiri Yanga walikuwa wamecheza mechi moja tu ya ligi. Walikuwa wameshinda bao 3 nakumbuka. Walikuwa bado wanaenda kucheza na Mbeya City. Hoja yangu ikawa mechi zote za kirafiki za mazoezi ameshinda. Mechi ya nikaanza na Ngao kwa maana nini nikaanza na Yanga. Mechi siku ya Yanga nini ile? Yanga Day. Alishinda. Akashinda. Tukaja kwenye Ngao ya Jamii. Akashinda, akachukua Ngao, akamfunga Mtani. Tukaenda kwenye ligi, ameshinda. Tukaenda kwenye Champions League mechi 2. Nikawakumbusha, nikawaambia kwenye aggregates kubwa ya Afrika kwenye hatua hiyo, mkiangalia Yanga walikuwa na aggregate kubwa. Kwanza aggregate ya kushinda nyumbani ugenini bao 3. Wamerudi nyumbani wameshinda bao 2, ukijumlisha zinakuwa 5. Nikawa ninahoji, nasema unamfukuza vipi kocha huyu? Yaani unamfukuza kwa pasi tu. Yaani kwamba wakishasema mashabiki basi sisi tunawasikiliza, tunamfukuza. Kwamba huyu kocha pasi tu, swala la pasi si ni la kurekebisha, na timu siku ya mwisho kocha anakuwa judged sio na pasi ngapi alipiga. Anakuwa na judged na matokeo yake ndio yanaingia kwenye. Sasa ndio nilikuwa tunahoji hicho kitu. Nafikiri tuko kwenye huo mjadala. Sasa ukimwona mtu anasema hawa ndio wanaomtetea kocha, ndio maana nikasema chawa. Kwa hiyo kama ni Mzumbe, chawa pia. Kwa sababu amereact kama chawa pia. Kwa hiyo mimi ninachokisema bado ulikuwa ukiangalia kwa zile nini mnaweza kaita zile namba za kocha hazimfanyi kuwa kocha wa kufukuzwa. Na kama ukiangalia Yanga wametoa sare, maana yake wadondosha pointi 2. Wao Yanga wenyewe majority wanazungumzia swala la uwanja, kwamba uwanja, na mimi nimeona iliingia swala la kishabiki, lakini kwenye swala la uwanja kweli ule uwanja ni mbaya. Ule uwanja kwa haki kabisa hauna level ya kuchezewa ligi kuu Tanzania bara, hauna. Unapaswa ule uwanja ufungiwe, ufanyiwe ukarabati, kwa sababu nilikuwa ukiangalia pasi inapigwa kutoka kule na kuja inadunda kama bisi vile. Unautuliza vipi mpira? Umeweka mguu utulize, umeinua mguu, mpira unakuja unagonga kwenye goti. Inawezekana vipi? Kwa hiyo hata wao Yanga waliona kwamba issue. Sasa ukiona kwamba hata wao wamesema ni uwanja, halafu kesho issue inarudi kocha, mimi ndio nilikuwa nashangaa sasa. Kwa hiyo hawa wanaosema vile wanapaswa wajibu hoja, sio wachambuzi hawa ndio wanaomtetea. Sisi mimi kazi kutetea, mimi sio kazi yangu kutetea, mimi sio mwanaharakati. Mimi sitetei wala sikandamizi watu. Mimi nasema hoja zangu ambazo ninaamini ni za msingi, na ninaamini yatakuwepo tu ni majibu ambayo ni ya msingi. I challenge you, just challenge me. So uweke vitu vya kichawa chawa. Unawezekana Romain Folz usimuone kwenye ligi kuu.
kama Yanga watakuwa wameamua, lakini sasa hiyo ndio utajikuta unaanza kutumia nguvu kubwa sana kama yeye anaondoka, alafu ana rekodi yake ni haionyeshi kwamba ni kocha aliyestahili kuondoka, alafu unaleta kocha mwingine. Kuna mambo mengi mimi nayaangalia. Moja hivyo, kwa kocha utakayemleta, unaweza kumleta akawa kwenye pressure kubwa, au timu kaanza kulazimika kutafuta gia ya pembeni kumsaidia kocha, au pia mkapata hasara, kwa sababu mimi nachoona kocha akiondoka mnalazimika kumlipa. Atakayekuja kocha mpya kuna fee pia ya kumlipa, sio agent na vitu vingine. Hizi gharama zote zinaingia kwa nani? Je, mmejaribu kuangalia kwamba tuangalia Falls kwenye hizi mechi 2-3 kuangalia kama anaweza karekebika? Maana nyinyi shida yenu sio ushindi, shida yenu ni zile pasi nyingi. Kama na pasi ziwepo. Basi ndio Yanga unajua ni kama wamerudi kwenye asili yao tu. Maana Yanga na pasi tena sio sana yani. Yanga mbele msagulano inapigwa cross imo. Pasi zimeanza siku hizi kizazi cha plastiki, si ndio? Kwa hiyo inapotokea watu wamerudi kwenye asili yao, watawasikasirike sana. Ni mambo ya kawaida tu kwenye mpira. Kwa hiyo najaribu kuangalia mambo mengi wisely. Hiyo gharama ya kocha kumuondoa, gharama ya kocha kumsajili mwingine na yaje labda ite na benchi lake la ufundi, kadhalika na kadhalika. Mimi ndio nilikuwa naangalia namna hiyo. Jembe, watu wanaiataki kamata masaa 72. Tafasiri ya masaa 72 ni siku 3. Linapotokea tukio anatakiwa litolewe ufafanuzi ama uamuzi. Tukio la Ibrahim Baka limechukua wiki nzima ndio kamati imekuja kutoa. Tumeona muamuzi pia amefungiwa. Kunazungumziaje kwanza matukio kama yale uwanjani ambayo tumeona mapema tu ligi imeanza, tumeona mchezaji JKT naye amekutana na tukio kama lile, tumeona Ibrahim Baka naye amekutana na tukio kama hilo, lakini kamati mbona inachukua muda mrefu sana kutoa maamuzi? Nafikiri kwenye hilo swala la kutoa maamuzi, kwanza kwa sababu ilikuwa labda mapema sana. Mimi niliona kama wamejitahidi, kwa sababu kuna wakati mwingine kama unakumbuka msimu uliopita na msimu uliopita walikuwa wanakwenda saa zingine hadi siku 3, 4, 5, inazidi wiki 2 saa zingine maamuzi hayajatolewa. Kwa hiyo tusianze kwa kuwalaumu. Sisi nafikiri tuwasisitize tu kwamba wajitahidi kadri ya uwezo wao. Kwa hiyo wanatoa kwa muda, sababu kama zenyewe pia najua watu wanatoka sehemu mbalimbali, labda kukusanyika na nini, lakini siku hizi vitu vinaweza kukaa rahisi kupitia Zoom, kadhalika mtu mkaweza kuzungumza na kupata majibu ya hilo. Lakini mimi kinachonisikitisha ni kwa wachezaji including Baka na hata huyo mwingine, si jambo zuri. Nafikiri jambo la kuangaliana sana, especially kwa wachezaji wao kwa wao, kwamba tamuumiza mwenzangu, kuna foul za kufanya. Na mimi nilishangaa kama ni Baka na nani Ame, si ndio? Hawa ni wote ni madefender, wote asili yao ni Zanzibar. Sijui nini kilikuwa kinatokea, sijajua. Kwa uzipambania alama 3 kwa kumuumiza mwenzako makusudi, kwa sababu Ame akimuumiza Baka, Baka akimuumiza Ame, lazima wote wanajua huyu ni kijana mwenzangu, ana familia. Hii ndio kazi yake. Lakini wote Ame amewahi kuumia akakaa benchi muda mrefu, anajua nini maana ya kukaa benchi muda mrefu. Kwa hiyo sioni kama inakuwa inatija, na nafikiri si jambo zuri sana. Badala yake kwenye football, kwa kila anayecheza wanafundisha pia kumlinda mwenzako. Ndio maana sometimes anakuja mtu unamwacha unaruka, si ndio? Kujilinda wewe na kumlinda mwenzako, kupunguza na ikiwezekana kuondoa collisions ambazo hazina sababu ya msingi. Kwa hiyo kwa level ya wachezaji hao wote wameshacheza timu ya taifa, wachezaji wote hao wameshacheza timu kubwa, wanacheza timu kubwa. Sijui kama hili jambo linaweza likawa ni sawa sawa, na wakati mwingine wanasababisha mambo yanakwenda kuingia kama hivyo. Unaona muamuzi huyu limemkumba hilo tena, lakini kama hawa wachezaji wangeza kuepusha hiyo, saa zingine lenyewe lisingetokea na kumkumba hadi muamuzi. Kwa hiyo ni vizuri sana wakati mwingine kurahisisha hata utafsiri wa sheria kwa kuwa professional zaidi. Unajua unapochezesha wachezaji ambao ni professional zaidi, ambacho wanakuwa wame-aim, mfano Baka akicheza ile faulu haisaidii Yanga. Ile ilikuwa ni matakwa yake yeye binafsi, labda na hasira zake, labda wamesukumana mwenzake na nini, labda wamekasirishana na kadhalika, vyovyote vile. Lakini ni vizuri sana kama wewe ni mchezaji wa Yanga, wa Simba, wa timu nyingine, ulenge zaidi kwanza kwa ajili ya Simba wewe mwenyewe, si ndio? Lakini sio kuangalia wewe tu utafurahi vipi au umekasirishwa utalipiza vipi. Sawa, Jembe limeambiwa nikikutana nikukumbushe, Wanayanga wamenituma. Hati wamepewa ya uwanja wao. Mbele ya watu 60,000. Ulisema wana Yanga wana hati nini. Kwa hiyo niambie bwana, mwambie Jembe hati tumepata, tunao, wanatamba naye. Okay, kwanza sikusema nini hiyo umeisema wewe, mimi sijawahi kuisikia kwenye interview yangu nini. Mimi kama unakumbuka interview yangu ya mwisho baada ya kuwa wameahidiwa hati pale na waziri ambao wakasema nani Yanga mwenzetu. Mimi nilisema kwamba na waombea Yanga. Ukirudi kaenda kaangalia hiyo clip. Unajua mimi nikisema sisahau. Na waombea Yanga wapate hiyo hati.
Sasa bahati nzuri wameipata hiyo hati na wamesema wanatamba nayo, na mimi nenda kawaambie Yanga, nafurahi sana wao kupata hati. Ni sehemu ya hatua kubwa ya kwenda kwenye maendeleo, ni sehemu ya hatua kubwa ya kwenda kutoa aibu ya kuwa na klabu kubwa ambayo hata haina uwanja hata tu wa mazoezi wa kwao. Kwa ni vizuri sana sasa hivi Yanga wakaanza hizo taratibu, kwa sababu hakuna tena visingizio, kwa sababu hiki ndio kilikuwa kisingizio kikubwa. Basi ni vizuri sana na itakuwa tija na hoja na raha na furaha kwa wapenda soka, ukiachana hao mambo ya kishabiki, kuona Yanga pale angalau tayari wanaanza kuanza ule ujenzi wao, wanazungushia mabati pale na nini, na ujenzi unaanza. Itakuwa ni jambo zuri sana. Lakini mimi msisitizo wangu, wakati unadai kuwa na uwanja wa kuchezea mechi, basi wawaambie viongozi wao, kwa sababu wana kiwanja Kigamboni kule, wawajengea hata kiwanja cha mazoezi, kwa sababu Yanga ni klabu kubwa sana kutokuwa na uwanja wa mazoezi. Na nimekuwa nikitoa mfano wangu wa kusema ni sasa kuwa na Mangi anayejisifia na duka lakini hana kibanda cha kuuzia. La mwisho Jembe, timu ya taifa imeingia kempu, tumeona Bakari Nondo kapteni ameongezeka, Azizi Ndambwile ameongezeka, Mbwana Ali Samata yupo, Msuva pia, lakini tumeona TFF baada ya pressure kubwa akatoa maelekezo. Maana Tanzania mbona tunaendaje za tuna askari wetu. Kwanza ni vizuri kutoa maelezo, kufafanua, kwa sababu hiyo ni heshima. Wenye timu ndio walikuwa wanahoji. Ile timu ni ya kwetu sisi. Mimi, wewe na wengine ndio wenye timu, ndio timu letu ile, si ndio bwana? Kama ambavyo wewe hadi timu yako inaweza kawa ile. Kwa hiyo ile ndio timu yetu sisi. Kwa hiyo ni vizuri wanapohoji wenye timu yao ukaenda kuwajibu kama walivyowajibu vile. Ni jambo zuri, na mimi niwakumbushe waliojibiwa, kwa sababu ni wamiliki wenzangu wa timu. Hatuwezi kuwa na timu ya taifa ina watu wale tu. Samata hamtaki kukubali. Yeye, mimi nikimwangalia Samata namuona yeye mwenyewe ameshakubali kwamba muda umefika. Samata amechoka sasa hivi. Ametufanyia kazi kubwa. Mimi kwangu ndo the most successful Tanzania player. Kama mtakatana, tafuta mtu mwingine ambaye amewahi kucheza kwanza kuwa bingwa wa Afrika. Amecheza FIFA Club World Cup. Amechukua ubingwa wa Afrika. Amecheza ligi kuu England, amecheza ligi kuu ya Uturuki, amecheza ligi kuu ya Ubelgiji, amecheza ligi kuu ya Ufaransa. Kwa kweli ni mchezaji bora zaidi ambaye tumekuwa naye kwa vizazi vyote. Kwa hiyo naye anaona amechoka, kwa sababu muda unampaswa sasa hivi Samata kuangalia zaidi anaenda vipi kwenda kustaafu kwenye mambo ya klabu. Tutakuwa tunampata kulingana na wakati, na nimeona kwenye ufafanuzi wa kocha amesema aliomba, na nimeona mara nyingi sana mimi juhudi zimekuwa zikifanya kubwa kumshawishi kuja kwenye timu ya taifa. Kwa yeye anaona kama imetosha. Lakini Msuvo mmepata ufafanuzi wake. Lakini mimi nimefurahishwa kuliko kutusikia Makapombe kila siku. Leo kuna Israeli hapa. Ukiangalia muda wa Israeli unatakiwa kuwa mwingi zaidi kuliko wa Kapombe, lakini kushoto huku no Shabalala atakaye kuja huku manake ana muda mwingi, na wameangalia hawa vijana ambao wanaweza kuja kurepress zile nafasi wakacheza kwa muda. Kwa mimi namuunga mkono kocha. Naona amefanya tu uteuzi mzuri, na timu ya taifa inaendana na performance ya wachezaji kwa kipindi husika pia. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna jambo baya, lakini imebaki mechi moja tuna Zambia. Ni mechi ambayo kwa kweli ninaamini mimi hata Zambia wanaweza wakafanya hivyo. Wakaja na vijana wengi zaidi, mechi nafikiri itakuwa ina ushindani, na tuombe Mungu atusaidie tushinde. Ingawa naona kama nafasi yetu ni ngumu, lakini tupambane ili tuweze kushinda. Unaamini Mpanzu anacheza chini ya kiwango ama ndo uwezo wake? Nani? Kibisa wangu. Muone maki huko analalamika bwana Mpanzu anacheza chini ya kiwango, wengine anatumika bwana kusababisha simu. Anatumikaje? Cheza chini ya kiwango. Nani anamtumia? Kujaribu kuangalia hapa watu wanaomtumia kama wapi. Nani anamtumia? Sina watu wenyewe wanasema. Sasa anatumikaje sasa? Watu waelezea anapotumika. Angalia Mpanzu yule na Mpanzu wana tofauti. Baada ya kuhusishwa kwamba anaenda timu fulani, kwa ndo maana Mpanzu vipi? Lakini mimi si unajua, naona kama kiwango chake sio kama hicho, kwa maana kwamba hayupo kabisa. Mfano naangalia bao moja la Simba, ni mechi ipi? Ni mechi ya Gaborone nafikiri. Nafikiri kazi kubwa ameifanya Mpanzu yule, si ndio? Kapangua watu kama 3 4 huko kuja kuleta ule mpira ndani na kadhalika. Mimi nafikiri ni muda tu, ampe muda. Aende ana accelerate atakuja tu, lakini kishaanza kuwaza mapema anatumiwa bila kuwa na ushahidi. Sijui labda kama wana ushahidi, inawezekana wanaosema kama wana ushahidi basi wamuonyeshe Mpanzu mwenyewe, wakae naye wazungumze naye. Sasa sijajua anatumika vipi, lakini mimi ninaamini bado ana msaada mkubwa, anaweza kaisaidia Simba.